Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sera Nasoro, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani, na kwenye upande wa michezo tutakuwa na Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Daktari Samia asaini nakala za urekebu wa sheria kuu zote 446, huku akisisitiza zitasaidia kurahisisha utendaji kazi katika utoaji haki nchini. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA yatangaza kuchukua hatua dhidi ya wafanyabiashara wa mafuta wanaokiuka sheria. Na katika habari za kimataifa, mwili wa Papa Francis wahamishiwa kanisa kuu la Mtakatifu Petro, maelfu ya watu wajitokeza kuuaga. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa kusainiwa kwa urekebu wa sheria zote kuu 446 utarahisisha utendaji kazi katika utoaji haki nchini. Taarifa zaidi nasomwa studio na Goodluck Msola. Rais Dr. Samia ameeleza hayo baada ya kusaini nakala 3 za sheria za Tanzania zilizofanyiwa urekebu kwa mujibu wa kifungu cha 17 cha sheria ya urekebu wa sheria. Hafla iliyofanyika Ikulu Chamwino jijini Dodoma. Amesema kuwa kwa upande wa mahakama, kusainiwa kwa urekebu wa sheria kutawezesha sekta hiyo kupunguza muda utakaotumika kufanya utafiti wa sheria na kufanikisha maamuzi. Aidha, amesema sheria hizo zitaongeza imani katika utoaji wa haki kwa wananchi na kwamba inachangia kukomesha vitendo vya rushwa katika suala la utoaji wa haki. Sanjari na hayo, amesema zoezi hilo la urekebu wa sheria limejibu baadhi ya changamoto za msingi kwenye tasnia ya sheria na kuongeza hadhi katika masuala ya uchumi, siasa na kijamii. Zindua urekebu wa sheria zilizojumuisha mabadiliko yote yaliyofanyika katika sheria kuanzia mwaka 2003 hadi Disemba 2023 linakwenda kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi, na kwamba sheria zote kuu 446 zimehusishwa kwenye mabadiliko haya. Kwa hiyo tuna sheria mpya zilizoandikwa upya, na sasa hakuna haja ya wale wanasheria kuambizana, hebu rifaa sheria mwaka fulani, hebu rifaa sheria kifungu fulani cha mwaka fulani, hebu sheria fulani ilisema hii, iliondoa kifungu hiki. Sasa zote zimeandikwa upya na zinapatikana pahali pamoja, na kufanya kazi imerahisishwa, lakini mbali ya hilo zimepangwa vizuri pia. Sasa kwa upande wa mahakama, tunatazamia itapunguza muda unaotumika kwenye kufanya utafiti ili kupata uhakika wa sheria inavyosema, na hivyo kurahisisha maamuzi. Miongoni mwa viongozi walioshuhudia utiaji saini wa nakala hizo ni pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma, pamoja na mwakilishi wa Spika wa Bunge la Tanzania. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ametoa wito kwa wadau wa utalii wa vyakula kuwekeza zaidi katika kuandika vitabu vya vyakula vya Kiafrika na machapisho ya kuandaa mapishi ili kuongeza ujuzi na kupunguza woga kwa watalii wa matumizi ya vyakula wasivyovifahamu. Taarifa zaidi inasomwa na Nancy Ibrahim. Makamu wa Rais ametoa wito huo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Umoja wa Mataifa wa utalii wa vyakula barani Afrika unaofanyika jijini Arusha, na kueleza kuwa ni muhimu kutangaza kwa kiwango kikubwa vyakula vya kitamaduni vya Afrika ili utalii wa vyakula uweze kukua na kustawi. Aidha, amesema katika kukuza utalii wa vyakula barani Afrika inahitajika utendaji wa maeneo maalumu na njia za kitamaduni ambazo bidhaa za ndani na vyakula vya kipekee vitarahisishwa kwa ajili ya watalii kufurahia. I would like this forum to critically reflect on gastronomy, not just as a form of intangible heritage that supports tourism, but as a vital component of tourism that plays a greater role in promoting nutrition and food production in Africa. Kwa upande wa juhudi za ndani ya nchi, Makamu wa Rais amesema katika kuhakikisha kuna kuwepo na utalii endelevu wa vyakula, serikali imeamua kuimarisha ushirikiano na wazalishaji wa ndani wa kilimo ili kutekeleza mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuwekeza katika mifumo ya kidigitali inayowezesha uhusiano kati ya watalii, soko pamoja na wazalishaji halisi wa chakula. Naye Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana
Amesema utalii wa chakula una nafasi kubwa ya kuvutia watalii barani Afrika kwa kuwa nchi hizo zimejaliwa kuwa na mazao mbalimbali, viungo na ladha za kipekee. Celebrating the significance of gastronomy with the realm of tourism, it is imperative that our approach remain both sustainable and inclusive. And when I say sustainable and inclusive, it entails the following: enabling our local farmers, considering that almost 50% of our country are farmers, but enabling chefs and food entrepreneurs to assume a leading role in this initiative. Awali akitoa taarifa kuhusu maendeleo ya tamasha la utalii wa chakula, mwanzilishi wa tamasha hilo ambaye ni mwenza wa rais wa Zimbabwe, Dr. Auxilia Mnangagwa, amesema kimataifa utalii wa chakula unafahamika kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi na uwekezaji wa kijamii pamoja na kama njia ya kuondoa umasikini. Spika wa bunge Dr. Tulia Ackson ameagiza shauri la waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa amesema Mohamed Mchengerwa na mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo kuhusu madai ya uwepo wa ubadhilifu wa fedha kwenye ujenzi wa jengo la utawala mkoani Arusha kujadiliwa katika kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge ili kupata muafaka. Taarifa zaidi na Josephine Kaponya kutoka Dodoma. Aprili 16 mwaka huu bungeni jijini hapa, wakati akichangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya rais TAMISEMI kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Mheshimiwa Gambo aliibua hoja ya uwepo wa kile alichokiita ni upigaji wa fedha mkoani Arusha, ambapo baada ya tuhuma hizo Spika Dr. Tulia Ackson alimtaka waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa kufuatilia tuhuma hizo na kuagiza kuja na ripoti yake. Jana Aprili 22, wakati waziri Mchengerwa alipokuwa akihitimisha mjadala wa bajeti ya ofisi yake, alitoa ufafanuzi wa jambo hilo, lakini bado Mheshimiwa Gambo alidai kuwa waziri amelidanganya bunge kwenye baadhi ya maeneo katika taarifa yake, na ndipo Spika Dr. Tulia akamwagiza tena waziri Mchengerwa kutoa ufafanuzi zaidi leo Aprili 23. Kwa hapo amesema uongo. Lilianza nikiwa mbunge. Kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka ama halikuanza 2019? Lilianza 2021. Ndani kuna mahali nahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa, waheshimiwa wabunge. Kama itakupendeza mheshimiwa. Sawa, Mheshimiwa mwenyekiti kwenye Mheshimiwa Spika kwenye ungeniruhusu hata sekunde 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu. Mbunge wa jimbo la Arusha mjini aliwasilisha tuhuma kuhusu miradi minne mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha kama ifuatavyo: ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la machinga, utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo, kutokuwa na tija kwa halmashauri, na ujenzi wa barabara ya tactic kutoka stendi mpya kwenda Mbauda. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Baada ya kusikia hayo, waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa George Simba Chawene amewasilisha bajeti yake bungeni hapa kwa mwaka wa fedha 2025-2026, huku akibainisha mambo mbalimbali ambayo serikali itahakikisha kuna kuwepo na utawala bora ulioimara katika ngazi zote za uongozi. Ilikuwa ni ushauri kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao umetolewa katika masuala ya siasa, uchumi, sheria, mambo ya jamii, diplomasia, mawasiliano na habari, uhusiano wa kikanda na kimataifa na masuala mengine muhimu kwa lengo la kumsaidia rais kufanya maamuzi. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria ameishauri serikali kuhakikisha fedha zote zilizoidhinishwa na bunge kwa ajili ya taasisi zilizo chini ya ofisi hiyo zinapatikana kabla ya kuisha kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Maoni hayo ni kama ifuatavyo: serikali ihakikishe upatikanaji wa kiasi chote cha fedha ya bajeti kama ilivyoidhinishwa na bunge kwa ajili ya ofisi hii ili kutekeleza mipango inayokusudiwa kwa mwaka wa fedha unaoisha. B, serikali itengeneze mfumo wa malipo ambao utakuwa ni mwongozo kwa ofisi za umma
na serikali kwa lengo la kuwasaidia vijana wanaojitolea katika nafasi mbalimbali. Je, nini mtazamo na maoni ya wabunge kuhusu bajeti iliyowasilishwa leo bungeni hapa? TRA juzi wametoa tenda kwa NBAA ndo wafanye ajira. Tume ya Sekretarieti ya ajira imeenda wapi na kuuliza mheshimiwa waziri? Sasa ukija hapa unipe majibu. Kama nyie ndo mliwakasimu, tuelewe basi mrudishe sheria hapa tuvunje Sekretarieti ya ajira. Itakuwa haina maana. Nafasi za Watanzania zimechukuliwa na wageni. Kwanza tuna mfumo gani wa utumishi ambao unaweza kuruhusu mpaka mtu mgeni akaajiriwa? Tuna mfumo gani wa utumishi hapa nchini ambao unaweza ukaruhusu mpaka ukaruhusu mtu ambaye sio raia wa nchi hii akapata uteuzi ndani ya serikali? Tuna mfumo gani? Yanawezekanaje haya? Na taarifa hii kwa sababu ilikwisha tolewa, waziri wa utumishi na utawala bora, una shida gani, una kigugumizi gani kuitolea taarifa kikamilifu ndani ya bunge hili? Jumla kuu ya bajeti iliyoombwa na ofisi ya Rais Ikulu Management ya utumishi wa umma na utawala bora kwa mafungu yote yaliyo chini ya ofisi ya Rais kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ni shilingi trilioni 1.3. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 1.1 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 183.3 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amewataka makatibu tawala, wakurugenzi wa majiji na halmashauri kuhakikisha wanasimamia ulinzi wa maadili, mila na desturi za Kitanzania, ikiwemo kuhamasisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ili kulinda lugha hiyo. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Profesa Kabudi amesema hayo jijini Dar es Salaam ikiwa ni siku ya pili ya kikao cha maafisa utamaduni, sanaa na michezo ambao wamekutana kwa ajili ya kikao kazi cha siku 3 na kuwataka kuhakikisha wanasimamia vyema usambazaji wa kamusi na kuhimiza matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili ili kukabiliana changamoto uharibifu wa lugha hiyo. Simamie kwa ukamilifu kurejesha tena matumizi ya Kiswahili sanifu na fasaha. Tanzania sasa tunaongoza katika kubananga Kiswahili. Tunaongoza katika kufubaza Kiswahili. Tunaongoza katika kudumaza Kiswahili. Na wale ambao Kiswahili sio lugha yao ndio wamekuwa mahiri katika kuhakikisha watoto wao wanajifunza Kiswahili sanifu na fasaha. Kamusi za Kiswahili zilizochapishwa Tanzania zinanunuliwa kwa wingi Kenya kuliko Tanzania, kwa sababu kule watoto wote wa shule ya msingi na shule ya sekondari lazima awe na kamusi. Kwa upande wake, mwakilishi wa Wizara TAMISEMI Mwalimu Ernest Inju amesema TAMISEMI ipo tayari kuendelea kushirikiana na wizara za kisekta ikiwemo Wizara ya Habari ili kuendelea kuwawezesha fursa hasa zitakazokuza maendeleo ya mikoa na halmashauri nchini. Tumesikia maelekezo ya mgeni rasmi jana, na sisi kama ofisi ya TAMISEMI tutatekeleza maelekezo yale kama ambavyo yametoka na kama ambavyo katibu mkuu alikuwa anaelekeza hapa. Kuna eneo hili la miundo, nilikuwa naongea na mwenzangu wa Wizara ya Utumishi ambayo tumeelekezana jinsi gani ya kufanyia kazi. Ikumbuke kwamba tayari mafanikio makubwa yametokea, sasa tunafanyia kazi ili kote twende vizuri zaidi. Lakini kitu kikubwa nirudie kupongeza wizara hii kwa mashirikiano kwa kutualika, na tuko tayari kuendelea na ushirikiano kama ambavyo tulikuwa tumefanya Mododi. Akizungumza kwa niaba ya makatibu tawala, katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Hassan Abbas Rubwa amesema kikao hicho ni muhimu kwa maafisa utamaduni hasa katika kipindi hiki, huku akiahidi kwenda kutekeleza maagizo yote waliopewa na serikali. Tumia fursa hii kuendelea kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuandaa kikao hiki mahususi na muhimu na kuona umuhimu wa kutualika sisi sote kutoka kwenye mikoa yetu yote, lakini pia pamoja na wasaidizi wetu. Kwa kweli mmetutia moyo sana. Maana kiukweli sisi ndio mikono yenu kule. Pale ambapo nyewe mwezi kufika sisi ndio tunafika. Na kwenye utekelezaji wa haya yote, kwenye ufanisi wake sisi ndio watekelezaji, kama ambavyo hata jana Mheshimiwa Waziri Mkuu ameelekeza na umetufikishia ujumbe huo. Ukweli sisi ndio kule watekelezaji. Kwa hiyo kutualika kwenu kwenye mkutano huu kwa kweli mmetutia moyo sana, na tunawashukuruni sana.
Mimi na wenzangu tumepokea maelekezo yote na tutakwenda kuyasimamia na kuyatekeleza yote pasi na shaka. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele ameongoza kikao cha pamoja kati ya tume na wadau wa uchaguzi katika halmashauri ya wilaya ya Magu mkoani Mwanza kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa na kuligawa jimbo la Magu ni sahihi kuhusu jimbo husika. Taarifa zaidi nasomwa studio na Mrisho Mapeo. Jaji Mwambegele amesema kwa mujibu wa ibara ya 75 namba 4 na 74 6C za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, tume ina jukumu la kuchunguza na kuigawa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika majimbo ya uchaguzi na inaweza kutekeleza jukumu hilo mara kwa mara ama angalau kila baada ya miaka 10. Aidha, amevitaja vigezo vingine vinavyohusika katika ugawaji wa majimbo kuwa ni pamoja na hali ya kiuchumi, ukubwa wa eneo la jimbo husika, mipaka ya kiutawala, jimbo moja kutokuwa ndani ya wilaya ama halmashauri mbili, mpangilio wa maeneo ya makazi ya watu yaliyopo, mazingira ya muungano, uwezo wa ukumbi wa bunge na idadi ya viti maalum vya wanawake. Ndugu wadau, kwa mujibu wa kanuni ya 18 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, tume imechagua kutembelea baadhi ya majimbo yaliyoomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Mojawapo ya jimbo linalotembelewa ni hapa halmashauri ya wilaya ya Magu. Katika kikao cha leo ambacho kinatarajiwa kuwa kifupi sana, tume itapenda kujiridhisha kuhusu taarifa mbalimbali zilizopo kwenye maombi mliowasilisha. Taarifa hizo ni pamoja na mgawanyo wa kata, mipaka iliyopendekezwa, ramani ya jimbo linalopendekezwa kugawanywa, idadi ya watu kama ambavyo mmependekeza, pamoja na jina la jimbo lililowasilishwa kwa tume. Miongoni mwa waliohudhuria kikao hicho ni pamoja na viongozi wa mkoa wa Mwanza, viongozi wa wilaya ya Magu, viongozi wa vyama vya siasa Magu, wawakilishi wa makundi mbalimbali ya wanawake, vijana na wenye ulemavu na wazee wa kimila. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ilitangaza kuanza mchakato wa kuchunguza na kugawa ama kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi, ambapo ilipokea mapendekezo kuanzia tarehe 27 mwezi Februari hadi tarehe 26 ya mwezi Machi mwaka 2025. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU mkoa wa Iringa imeokoa zaidi ya shilingi milioni 21 fedha za mauzo ya miti ya serikali ya kijiji cha Matanana iliyochepushwa na aliyekuwa kaimu mtendaji wa kijiji hicho Meja Kibiki. Shalom Robert na taarifa zaidi kutoka Iringa. Swala hili linazua taharuki katika kijiji cha Matanana baada ya mbivu na mbichi kujulikana na watu kujua kiasi cha shilingi milioni 21 mali ya kijiji zilichepushwa, ambayo ni sehemu ya mauzo ya miti ya serikali ya kijiji hicho. Mbaya yeyote, kila wananchi walipohoji hawakupewa majibu. Swala lilipokuja kuwa fedha zile nitakuwa zionekane zifanye kazi, tukaambiwa fedha hazipo. Viongozi tuliokuwa nao wengi hawakuwa na majibu ya maana. Kwa kutabika tumetabika muda mrefu. Kama unavyoona hili jengo pengine toka mwaka jana ilibidi pengine sherehe nyingi zile zinafanyikia hapa ili kupata kuinua uchumi wa kijiji chetu, lakini ndio hivyo ilikuwa inashindikana, lakini kwa sasa tunaamini uchumi wetu kwanza wa kijiji utakuwa. TAKUKURU kama ilivyo ada ikaingilia sakata hilo, na hapa inaweka bayana hatua zilizochukuliwa. Kama taasisi yenu na kama tunavyojua tuna jukumu la kuchunguza taarifa zote za ubadhirifu au za vitendo vya rushwa. Uchunguzi ulifanyika vizuri na mahakama Machi 2025 ilimtia hatiani mtuhumiwa na ikatoa maamuzi. Maamuzi ya kwanza alipigwa faini ya shilingi 500,000 na alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja cha nje cha mwaka mmoja, lakini vile vile ilisema kwamba fedha hizo zirejeshwe milioni 21 na 40,000 ambazo leo sasa tunashukuru Mungu
Serikali nayo kwa upande wake ikatoa tahadhari kwa wananchi kuwa makini na watu wasio waadilifu. Kwa hiyo ndugu zangu, hili liwe fundisho kwa mambo yetu binafsi, kwa mambo ya kijiji, kwa mambo ya kata. Swala la fedha, imani weka pembeni. Wewe ni muwazini, kusanya fedha, peleka zinapotakiwa kuwa. Mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda amewaonya walimu wanaochukua mikopo ya kausha damu na kuweka dhamana vyeti vyao vya taaluma na kujikuta wakitumbukia kwenye matatizo wakati wanaposhindwa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati, hatua ambayo imekuwa na athari kitaaluma. Taarifa ya Ibrahim Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Juma Sweda ametoa wito huo wakati akifunga mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama cha CWT mkoa wa Njombe kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe, ambapo amesema kuna haja ya kuanza kupeana fursa na elimu za ujasiriamali ili kukabiliana na wimbi la walimu kutumbukia kwenye mikopo umiza ambayo inawafanya kutohudhuria vipindi kwa lengo la kuwakwepa wakopeshaji, jambo ambalo linatiliwa mkazo pia na wagombea wa nafasi mbalimbali. Wakati serikali ikionya walimu na mikopo hiyo umiza, viongozi wapya waliopata dhamana ya kuongoza chama hicho hadi mwaka 2030 akiwemo Shabani Mbindwile ambaye amechaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa CWT Njombe na Tobias Sanga mjumbe wa kamati tendaji taifa, wameahidi kwenda kupigania haki za walimu sambamba na kuunganisha na fursa za uchumi. Anga moja kushirikiana na walimu wenzangu, kwa sababu jamii ya walimu inahitaji faraja, inahitaji kushirikiana. Kwanza moja, kutokujikuza, lakini kulia nao walimu pale pindi wanapokuwa na changamoto niweze kuwa nao karibu. Kwanza ni kero za walimu wenzangu kwenye ngazi ya taifa, kuhakikisha kwamba zinapenda na zinafanya kazi. Kwa cha pili, kwamba yale madhila anayopitia ukaongea naye na ukampa nafasi ya kumtetea na kumpa haki zake, mwalimu atakuwa yupo huru na shule zitafanya vizuri. Kwa upande wao, walimu walioshiriki uchaguzi huo akiwemo Mwalimu Filipo Ndimbo wamepongeza viongozi wapya na kisha kuwakabidhi jukumu la kwenda kufikisha na kupigania changamoto zao. Changamoto kubwa bado tunalia na kikokotoo, tungeomba kiboreshwe zaidi. Tunataka viongozi ambao wanajiamini, wenye msimamo, ambao wanaweza kutetea chama chetu na kutetea maslahi. Vifaa saidizi. Kwa mfano mimi nisiona sheria inataka mwajiri apate mtu ambaye atanisaidia kufanya kazi zangu za kila siku na yeye atalazimika kumlipa. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Viongozi wa dini wametakiwa kutambua kuwa wao ni mhimili muhimu katika kudumisha amani ya nchi, hivyo wanapaswa kuendelea kuhubiri, kuhamasisha na kuliombea taifa amani, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la amani la viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa na Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Al-Hadi Kawambwa, amesema amani ni tunu muhimu inayopaswa kulindwa kwa nguvu zote na kwamba viongozi wa dini wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuepuka viashiria vya uvunjifu wa amani. Aidha, ametumia kongamano hilo kuwataka viongozi wa dini kuwa makini na kujiepusha na vitendo vya rushwa kipindi cha uchaguzi ili kupata viongozi waadilifu watakaosimamia na kuilinda amani ya nchi. Viongozi wa dini, nyinyi ni walezi wa nyoyo. Nyinyi ni walezi wa miili ya watu. Ni walezi. Nendeni mkashike nyoyo za watu, mwarudishe kwa Mungu. Ningependa kwa kongamano hili uwe ni mwanzo wa kuzungumza amani, lakini ni mwanzo wa kushika ile nafasi yetu. Dr. Abubakar bin Zuberi bin Ali bwana, yeye ametupa slogan sisi watu wa kule. Anasema jitambue, badilika, wacha mazoea. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania JUAKITA, Shamim Khan, amewataka wanasiasa kuwa na lugha za staha ili kuimarisha upendo, huku Askofu Philip Mwafuja kutoka Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT akiwasisitiza viongozi wa dini wanasihi waumini wao kulinda amani. Kwamba hawa watawala, sawa sisi tumewapigia kura, nini daraja shekhe, lakini tayari aliandikiwa na Allah na Mungu. Sasa leo sisi tunawatukana. Waheshimiwa viongozi wa dini, twendeni tukakemee matusi, sio kitu kizuri. Amani inatetereka,
Wewe unaenda kumtukana kiongozi wa nchi, matusi ya nguoni, umeyapata wapi? Sasa tunaposhughulika sisi viongozi wa dini na amani ya ndani, tunairahisishia sana serikali, tunarahisishia sana vyombo vya dola visiwe na kazi kubwa. Tunarahisishia sana kutunza bajeti ya kiserikali ili isiende kutuliza amani, isipokuwa ili isiende ili kusudi iweze kutumika kwa ajili ya maendeleo ya kijamii. Kwa sababu amani inapovurugika, panapokosekana amani katika jamii, maana yake uwekezaji mkubwa, uchumi mkubwa unaelekezwa huko kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa jamii, usalama wa nchi unatunzwa. Hata hivyo, kupitia kongamano hilo, viongozi mbalimbali wa dini wamezungumzia madhara ya kutoweka kwa amani na kusisitiza kuwa ni muhimu kwa kila kiongozi wa dini kuendelea kuhubiri amani na utulivu wa nchi ili taifa liendelee kuwa salama. Lakini wakati wa vita ya Rwanda na Burundi, yale mauaji ya Khalid, mimi nilikuwa kule. Kwa hiyo ndugu zangu, wallahi mimi nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, walivyozungumza mashekhe ni sahihi. Vita sio kitu kizuri. Sisi tulikuwa tunapita kutokea Rwanda tunakwenda Goma, tunaona watu wanapigwa risasi hivi, lakini sisi kwa sababu tumevaa kanzu tulikuwa tunanusurika. Ukivaa kanzu, wale wenye Rwanda pamoja na wale watu wa kule Kongo wanasema mugire ya mahoro imana. Mwenye elimu anaweza akasoma tukio la tarehe 29 mwezi wa 4 2009. Mimi narudi natokea Malawi holiday. Yalilipuka mabomu kwa bahati mbaya Mbagala. Yuko mama, badala ya kubeba mwanawe aliacha mtoto, alibeba bata. Mabomu yale, hao ambao wanafikiria kuvunja amani ikija vita, mumesoma nini kwa elimu mliokuwa nayo kwa tukio lile na lile lililotokea huko wapi kule Gongo la Mboto, la Mbagala na Gongo la Mboto? Mtoto anayekadiriwa kuwa na umri wa mwezi mmoja na siku 10 anadaiwa kuibwa katika mazingira ya kutatanisha na mtu ambaye bado hajafahamika. Neema Hussein anayo taarifa zaidi. Tukio hilo linadaiwa kutokea katika mtaa wa Mpanda Hoteli uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya mtoto huyo kuwa amebebwa na mtoto mwenzie mwenye umri wa miaka 6 kisha kukutana na mwanamke ambaye hakuweza kumfahamu na kumragai kwa shilingi 200. Jana majira ya saa 4 asubuhi nimeibiwa na mtoto wa kiume. Alikuwa amebebwa na mtoto wa umri wa miaka 6. Alikuwa akimleta kuja nyumbani kunyonya. Akatokea mdada akamwambia naomba huyo mtoto. Akamwambia mtoto nampeleka kwa shangazi. Akamwambia mlete. Mtoto huyo alipokataa kumpa yule mtoto, akamfungulia akamwambia chukua 200, kanunue sabuni kanikuta huko kwa bibi yako. Nilipotelewa mtoto kwa mwezi mmoja na siku 10. Tukipewa habari mida ilikuwa saa 6. Baada hapo mchakato wa kuendelea kumtafuta mtoto, tumemtafuta lakini hatujampata mpaka dakika hii. Kwa tunaendelea na mchakato huo. Mama mzazi wa mtoto huyo analihusisha tukio hilo na mwanamke ambaye alikuwa mke wa mume wake. Tumeondoka mpaka kituoni kule, lakini kaambia mimi na wasiwasi na mashaka na mtu ambaye ni mke mwenzangu anaweza akashiriki kitu kunikomoa. Akaja kutuma watu wambembelezee mwanaume akiwemo na wifi yangu. Mwanaume akawa anakataa kurudiana naye. Hivyo anakataa. Baada ya hapo akawa anifanyia mimi vituko kama naishi na yule mwanaume. Baadhi ya majirani wamesikitishwa na kitendo hicho, huku mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli akiahidi kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha mtoto huyo anapatikana. Kwa kweli tukio limetusikitisha sana kwa kupotea kwa huyu mtoto, kwa sababu tangu nimefika Mpanda sijaisikia. Tulipopewa taarifa za huyu mtoto, kwa hiyo tumeumia sana. Tumefanya ushirikiano kwenda kutafuta mtoto tangu kuanzia saa 4 mpaka saa 11.
hatukufanikisha kumpata mtoto. Lakini kwa maelezo walinieleza mama huyo hawamjui, na mtoto aliibiwa, alikutwa amebebwa na mtoto mwenzake kwenye uchochoro wa kutoka nyumba husika kwenda barabarani. Kwa kushirikiana na jeshi la polisi tutahakikisha mtoto huyu anaweza kupatikana. Kwa jana magari yote ambayo yanasafiri kwenda vijiji mbalimbali pamoja na mikoani yaliwekewa beria, na jeshi la polisi tayari limeshaweka utaratibu wa kuhakikisha kila abiria mwenye mtoto basi taarifa zake zinatoka kabla safari haijafanyika. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu amevitaka vyombo vya usalama kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha mtoto anapatikana na watuhumiwa wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Nitumie nafasi hii kuagiza jeshi la polisi kuhakikisha mtoto huyu anapatikana na mtuhumiwa ama watuhumiwa waliohusika kwenye sakata zima la wizi wa huyu mtoto wanapatikana. Wilaya yetu ya Mpanda bado ni ndogo, sio kubwa kiasi kwamba vyombo vitu vya dola vinaweza kushindwa kumpata huyu mtuhumiwa, hapana. Kwa hiyo niagize jeshi la polisi kuongeza nguvu, kuongeza intelijensia, lakini pia vyombo vyote vya usalama katika wilaya yetu ya Mpanda vishirikiane na jeshi la polisi kuhakikisha mtoto anapatikana pamoja na hao watuhumiwa ama mtuhumiwa aliyeshiriki kwenye tukio hili la kuiba mtoto anapatikana na hatua kali kwa mujibu wa sheria pia ziweze kuchukuliwa. Mtazamaji, hii ni taarifa habari na mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mamlaka mapato Tanzania TRA yatangaza kuchukua hatua dhidi ya wafanyabiashara wa mafuta wanaokiuka sheria.